Dhoruba isiyokoma imevuma juu ya anga la Ukraini. Oktoba 2025 imevunja rekodi zote, huku Urusi ikifanya shambulizi lisilokuwa na mfano, makombora zaidi, droni zaidi na mabomu yanayoongozwa kwa teknolojia kuliko wakati mwingine wowote hapo kabla. Milipuko inatikisa miji, mifumo ya umeme inazimika na kuwaka tena chini ya mashambulizi makali, na raia wanajiandaa kwa baridi kali zaidi kuliko walivyowahi kushuhudia. Usiku wa Ukraini umeanza kuwa moto tena. Anga imejaa moto, moshi na hofu. Urusi imetoa wimbi lake kubwa zaidi la mashambulizi ya anga katika miaka mingi. Drones, makombora na mabomu yanayoongozwa kwa mlolongo wa teknolojia yamemiminika bila huruma. Kiev inaita hali hii kama ugaidi. Moscow inaita vita ya usahihi. Kwa mara nyingine huanza kabla ya alfajiri. Kelele za ving'ora, rada ya milipuko na anga kukatika kwa mwanga wa mashambulizi. Kuanzia Kharkiv hadi Kherson, Oktoba umekuwa mwezi mweusi zaidi kwa Ukraini. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Ukraini, Urusi ilidondosha mabomu ya kuongozwa hewani 5328 mwezi huo pekee. Mitaa ilifagiwa kabisa, hospitali, nyumba, vituo vya umeme yakabaki magofu yanayotoa moshi. Wakati huo huo, matumizi ya droni za Moscow yameongezeka mara 4 kwa mwaka huu. Droni hizi zinapita chini kwa chini, zikitoboa mfumo wa ulinzi na kushambulia miji, bandari na grids za nishati. Ukraini inasema imefanikiwa kuziangusha nyingi, lakini bado si zote. Halafu yakaja makombora. Mwezi Oktoba, Urusi ilirusha makombora 270 dhidi ya Ukraini, idadi ya juu zaidi tangu mapema mwaka 2023. Hii ni 46% zaidi ya mwezi uliotangulia, na rekodi hii ndiyo kubwa zaidi tangu Kiev ilipoanza kutoa takwimu hizo. Ukraini inajibu kwa kushambulia maeneo ya mafuta na visafirishi vya Urusi ili kuivuruga mashine ya vita ya Moscow. Lakini mashambulizi ya Urusi yanazidi kuwa makali zaidi. Oktoba imeonyesha mabadiliko ya wazi ya mkakati. Urusi sasa inafanya anga yenyewe iwe silaha. Inajaza anga la Ukraini vitisho vingi kwa wakati mmoja, kiasi kwamba mifumo ya ulinzi ya hali ya juu inachoka, inazidiwa. Kila kombora linalopenya linamaanisha miundombinu imeanguka. Hii ni vita ya uwezo wa viwanda. Mwenye uwezo mkubwa wa kuzalisha silaha nyingi kwa kasi ndiye anaelekeza hatima ya vita. Ukraini nayo inapiga marudisho, ikilenga mashamba ya mafuta ya Urusi, lakini anga la Ukraini bado ni uwanja wa vita usiopumua. Limesheheni mizizi ya moshi wa makombora na misururu ya drones, na anga ambalo hata mifumo ya kisasa ya Patrioti kutoka magharibi inaendelea kupambana kuweka utulivu. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.